Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Alhamisi ya tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka wa 2024, juma la pili la mwaka B, mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 18 aya ya 6 hadi ya 9 na sura ya 19 aya ya kwanza hadi ya 7. Na somo la Injili takatifu linatoka katika Injili ya Marko sura ya 3 aya ya 7 hadi ya 12. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Yesu aliondoka hapo pamoja na wanafunzi wake, akaenda kando ya ziwa, na umati wa watu ukamfuata. Watu hao walikuwa wametoka Yerusalemu, Yudea, Idumea, ng'ambo ya mto Yordani, Tiro na Sidoni. Watu hao wengi walimwendea Yesu kwa sababu ya kusikia mambo mengi aliyokuwa ameyatenda. Yesu akawaambia wanafunzi wake wamtayarishie mashua moja ili umati wa watu usije ukamsonga. Alikuwa amewaponya wagonjwa wengi, na wagonjwa wote wakawa wanamsonga ili wapate kumgusa. Na watu waliokuwa wamepagawa na pepo wachafu walipomwona, walijitupa chini mbele yake na kupaaza sauti, "Wewe ni mwana wa Mungu." Lakini Yesu akawaamuru kwa ukali wasimjulishe kwa watu. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, katika somo la Injili tulilolisikia punde, tunaalikwa kuwa na imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona namna umati wa watu ulivyomfuata Yesu, na watu hao walitoka katika maeneo mbalimbali kama Yerusalemu, Yudea, ng'ambo ya mto Yordani, Tiro na Sidoni. Na watu hao wengi tunaambiwa kwamba walimwendea Yesu kutokana na kusikia habari zake na mambo mengi aliyokuwa ameyatenda. Wapendwa katika Kristo, Yesu alikuwa amewaponya watu wengi na wenye magonjwa mbalimbali, na hii ndio iliyopelekea watu wengi kumsonga na hata kutaka kupata nafasi ya kumgusa tu. Na kweli ndicho kilichowatokea. Na hii yote ilitokana na kuwa na imani kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Katika somo la kwanza la kitabu cha kwanza cha Samueli, linaonyesha namna ambavyo Sauli alikuwa na wivu hata kutaka kumuua Daudi. Hii ni baada ya Daudi kumuua yule Mfilisti. Na hata pale walipokuwa wakitoka vitani, wanawake kutoka kila mji katika Israeli walipokwenda kumlaki mfalme Sauli, walikuwa wakiimba nyimbo za furaha na kuitikizana, "Sauli ameua maelfu yake na Daudi ameua makumi elfu." Tendo hili alikumpendeza Sauli hata kufikia kumwonea kijicho Daudi. Hii ilipelekea Sauli kuwa na woga na wasiwasi juu ya nafasi yake ya ufalme. Wapendwa katika Kristo, sisi pia tunaweza kuwa ni wakina Sauli wengine, kwa kuwa na wivu na woga juu ya nafasi zetu. Yaweza kuwa katika kazi zetu, masomo yetu, familia zetu, na hii
inasababishwa na kukosa imani kwa Kristo Yesu. Wapendwa wasikilizaji, mimi na wewe pia tunaweza kuwa na matatizo au changamoto mbalimbali ambazo zote zinahitaji utatuzi, na utatuzi unatoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tujiulize, matatizo yetu au changamoto zetu ni zipi? Yawezekana ni dhambi fulani ambazo zimekithiri katika maisha ya kila siku, kama vile wizi, ulevi, choyo, uzinzi, mauaji, masengenyo na nyingine nyingi ambazo tunapojitahidi kuziacha tunashindwa. Yaweza kuwa pia ni magonjwa, migogoro ndani ya familia, ukosefu wa ajira, hofu ya kushindwa mitihani kwa wanafunzi, kufiwa kwa wazazi au mwenzi wa ndoa. Wapendwa katika Kristo, katika hayo yote tunaalikwa kumwendea Bwana wetu Yesu Kristo kwa imani na kumwelezea shida zetu. Katika Injili ya Mathayo sura ile ya 11 aya ya 28, Yesu mwenyewe anatualika akisema, "Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Hivyo tukiwa na imani kwake na kupeleka shida zetu kwake, yeye atatusaidia. Lakini pia katika somo letu la Injili tunaendelea kusikia kwamba pepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake na walikuwa wakilia wakisema, "Wewe ndiwe mwana wa Mungu." Lakini Yesu akawaamuru kwa ukali wasimjulishe kwa watu. Yesu aliwaamuru hivyo kwa sababu hakuhitaji yale mapepo yamdhihirishe kwa watu. Yeye alikwisha tambulishwa kwetu na Mungu Baba yake siku alipobatizwa, ambapo sauti ya Mungu Baba ilisikika kutoka mbinguni ikisema, "Wewe ndiye mwanangu mpendwa sana, nimependezwa nawe." Rejea Injili ya Luka sura ya 3 aya ya 21. Lakini pia tunaona pale Yesu alipopanda mlimani pamoja na wale wanafunzi watatu, Petro, Yohane na Yakobo, Mungu Baba alimtambulisha tena kwa maneno haya, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye." Wapendwa katika Kristo na wasikilizaji wa Radio Tabora FM, tumuombe Mungu Baba yetu atuongezee imani ili tuweze kumwendea yeye wakati wowote, ili tuweze kutatuliwa matatizo yetu yote kama ule umati uliomkimbilia Kristo ili waweze kuponywa. Katika maisha yetu tuna changamoto nyingi, lakini neema ya Mungu yatutosha. Mama Bikira Maria, kikao cha hekima, atuombee. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateli Aloisi Kanyele wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.